Niko na buy time uende unakaa nini? Toka. Wewe Ishungwa niko na buy time utoke hapo waje kudisturb mkutano na unakaa chini. Wewe toka bwana. Msipeleke wacha aende peke yake. Ako na askari. Mkae chini nyinyi wewe. Hali ya kisiasa imechukua mkondo mpya baada ya viongozi wakuu wa Kenya kuonekana kutofautiana hadharani. Je, ni kweli Kimani Ichung'wah alidhalilishwa mbele ya Rais Ruto? Nani anavuta kamba nyuma ya pazia? Tazama video hii hadi mwisho jionee kilichotokea na ushiriki maoni yako. Ama mjui wimbo Uninyunyizie maji Bwana mnioshe. Lakini kwanza kabla mjaimba ndio nisisahau. Sawa? Nimeona mko hamna uniform kwanza, wacha kwanza niwanulie uniform. Wapi makofi shangwe deremo jameni? Leta wa msubi wa mbai. Wale wakubwa. Nyinyi sasa, hizi yako wewe toka nyuma hapo. Wapi mti ya kwaya? Nani ndio chair ya kwaya? Usisahau like, subscribe na bonyeza kengele ili kupata habari zote za moto za siasa za Kenya. Vigelegele jameni. Hata mimi ni wakwaya sasa. Ngoja mama. Kuna wale kwaya wadogo niliwaona hapa wale. After dancers. Sasa dancers. After dancers. Nani ndiye atasimamia hawa? Stella, mwalimu wa ndio mkufunzi. Stella. Atasimamia wadogo. Haya. Nenda upimia uniform ngare kabisa 1200. Wapi makofi jameni? Najua hata sahau MC. Alafu niliona mko na secondary school iko hapa. Kuna secondary school iko hapa. Leta wa msubi wa mbai. Niko na buy time uende unakaa nini? Toka. Wewe Ishungwa niko na buy time utoke hapo waje kudisturb mkutano na unakaa chini. Wewe toka bwana. Msipeleke wacha aende peke yake. Ako na askari. Mkae chini nyinyi wewe mnyanzi hujatoa pesa na unaenda wapi? Kaeni chini. Hao watoto. Na kuna mtu hapa niko naye. Haya, Ichung'wah. Simama hapo. Simama tu hapo penye umesimama hapo. Hapo. Kwa sababu Ichung'wah anaenda na huyu ndugu yangu Mainga Philip. Anatangulia na yeye. Wacha nichukue pesa ya Philip. Ndio atangulie. Mimi nimetoa amri my friend. Leta pesa. Ama ni aje? Haya. Hawa watoto wakule mkate si ndio? Haya, nimesikia. Haya. Nimesikia. Nasikia mnataka basi. Si ndio? Simentuma. Kwa ule Kasongo. Ule William Ruto. Ule mtu wa Tutam. Mko hapo? Mtaambia wazazi wapigie kura ya Tutam. Haya, ndapeleka message yenu ya basi. Sawa. Muketi. Na nimetoa shilingi 1100 ya mkate wenu. Nani ndio mdozi? Wapi makofi jameni? Mwalimu mkuu anapokea pesa ya mkate. Hai nice. Haya. Wapi Mainga? Huyu jamaa huyu Philip Mainga mnamjua? Huyu jamaa kujenga reli. Mwenye amejenga reli Kenya mzima. Ni jamaa kutoka hapa Ukambani na ni jamaa wa nguvu sana. Amefanya kazi mingi. Unaona ile reli inatoka Kisumu kwenda mpaka Kampala. Yeye ndiye anajenga. Mnamjua nyinyi watu? Hebu mkae chini kwanza tafadhali. Nitawapanga. Mtapangwa. Mkae tufanye hii nitawapanga nishawaona. Haya, kila mtu akae chini. Wapi hii pesa ya Mainga imeenda wapi? Ade? Lakini nimefurahi sana na nimependa nyinyi watu wa Ukambani. Especially father wenu alihubiri ya maajabu sana. Father, ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Mheshimiwa Oscar, mambo ambayo unafanya sasa huku Ukambani tunasema msubi wa mbai.
Ndio kusema nini? Msubi ambaye yani ukiona watu unawapanga kuwapanga vizuri. Yeah. Haya. Si mnajua huyu mtu? Mnajua ni mtoto wenu hapa nyumbani? Kama mjui. Unajua Philip Mainga? Pigeni makofi moja. 200. 200. 400. 500. Philip. 700. 800. 900. Milioni moja. Hiyo ndio yako. Ila yuko yako ile. Haya. Philip unaongojewa na waziri. Unasikia anaitwa waziri. Unasikia father amekuwa waziri. Wewe enda bwana Philip. Tumetoa pesa hatuna haja na wewe sasa. Tembea. Tutakuita tena kwa rambe nyingine. Bas, kwa sababu hao wageni wameenda. Mimi nataka nichukue nafasi fupi sana. Niongee maneno matatu, nikaribishe ndugu zangu. Nataka tumalize kwa sababu pia mimi niko na kazi nyingine kule mbele. Kwanza nataka nishukuru sana askofu, father wetu. Nataka nikushukuru sana. Maneno umehubiri ni maneno ile tunataka kusikia. Na ni maneno yetu tunataka nchi yetu ifuatilie. Kwanza umesema mambo ya amani. Tuombee nchi yetu iwe nchi ya amani. Ukarudia ukasema sisi kama wanasiasa tusitumie vijana wetu vibaya. Tutumie vijana wetu kwa njia ya kikazi. Na watu wote wangekuwa na hubiri kama wewe nchi ingeenda mbele sana. Na mimi nataka nikupatie pongezi kwa sababu maneno umetaja ni maneno ile huwa inasumbua sana kwa wanasiasa wengi. Unajua nimekuja hapa kwenu leo. Nimeitwa na ndugu yangu huyu Ben. Na sijekuja hapa kwa sababu ya siasa, kwanza nataka muelewe siasa ni baadaye.